Ya, kwa mujibu wa kinachoendelea ni kwamba wanasema hapa pameuzwa tayari. Na bosi wangu hapa alivyokuwa amejenga, amefanya marekebisho. Unajua mtu akitaka kufanya sehemu kwake kuwe vizuri, kuvutia na nini, lazima kuna marekebisho fulani atafanya. Kwa hiyo kafanya marekebisho kama mnavyoona, palikuwa ni padogo sana. Kapaongeza, kapatengeneza pako vizuri. Sasa baada ya kumaliza wakawa wanasema inabidi aondoke hapa. Of which mkataba wake haukuwa unamruhusu yeye kuondoka. Kwa hiyo ndio hivyo, kukawa na mvutano hapa na pale, lakini sasa kilichokuwa kinatakiwa au yani kitakiwa kuondoka hapa, hiyo ameshamaliza mkataba wake au amelipwa fedha zake kisha aondoke aende sehemu nyingine. Lakini ndio hivyo imetokea. Kulikuwa na makubaliano yote wakati wanafanya ukarabati huu, kwa maana kwamba labda kuandikishana nini? Ya, kulikuwa na makubaliano, makubaliano yapo na kuandikishana kupo, obviously haiwezi kukosekana. Lakini ndio hivyo imetokea. Kwa nahisi kwa upande mwingine kuna watu ambao haya mambo wanayafanya yani kinyume na sheria. Ndio maana ikawa hivyo. Pengine hasa mjaribu kumuuliza mwenye nyumba, yeye amekuja ametoa neno gani hasa baada mnaita mabouncer kuja kuvamia hapa? Mwenye nyumba hajafika sofa, hajaonekana kabisa. Yani hajaonekana. Waliofika hapa ni mabouncer ambao wanasema wao ni mabouncer, wengine wakiulizwa wanasema wao ni wasimamiaji wa jengo hili. Okay, sasa mmechukua hatua zipi sasa mpaka sasa hivi, kwa sababu unazungumza amepata hasara, baadhi ya furniture ambazo zilikuwepo pia ziko katika condition ambayo ilikuwepo mwanzo mpaka sasa hivi, nini ambacho mmechukua hatua? Au umepanga? Tumeshafika polisi, tumeenda kutoa maelekezo na taratibu zingine zinaendelea. Hasa wito wako ni upi hasa kwa kile ambacho kimefanyika? Tuna mabouncer amefika hapa amefanyia haya, na wito wako hasa kwa serikali, unaomba wafanye nini hasa ili mambo kama haya yasitokee? Kiukweli mimi ombi langu tu, ningemuomba mkuu wa mkoa aingilie kati, atusaidie. Kwa sababu vitendo kama hivi vinatendeka, si haki, na wengine hawana ustaarabu. Na ukiangalia pia mabouncer waliokuja hapa, sio kwamba wamekuja na ustaarabu aina yoyote. Yani ni kwamba wameingia tu bila hata kufuata taratibu, kusema kinachotakiwa kufanyika. Wao wamekuja na kuanza kutoa vitu nje na kuniharas mimi mwenyewe, kunitoa nje. Ndio. Kiukweli sijapenda, imeniumiza sana sana. Pengine hasa swala la mwisho, ukarabati ambao umefanyika huu, pengine hasa ni kama kiasi gani ambacho kimetumika kutengeneza tu hivi? Zaidi ya milioni kama 50 hivi na zaidi. Zaidi ya milioni 50 zimetumika tu kudecorate ndani. Ndio. Na mwenye nyumba atakaja watoe. Ndio, anataka aje kututoa. Kweli. Poleni sana. Asante sana. Na ilikuwaje hasa hapo mwanzo? Tumeanza sasa hivi tuna mwaka, kama sijakosea tuna mwaka. Lakini tuna muda mrefu sofa tujapata changamoto yoyote. Hivi imetokea leo, muda sio mrefu wamekuja hapa, kukatokea hizi vitu ambavyo mmekuta ambavyo vilikuwa vinaendelea. Okay, sawa. Ningependa kufahamu katika kipindi hiki cha mwaka, mkataba wenu na mwenye nyumba ambaye baadaye utatuambia kumetokea mgogoro, ilikuwaje hasa hapo mwanzo? Kwa maana nyinyi ndio kuja hapo na kuanza kufanya biashara yeye na yeye, mawasiliano yake yeye na yeye yalikuwaje? Kiukweli hatukuwa vibaya, tulikuwa na uhusiano mzuri. Mpaka sasa tuna uhusiano mzuri. Sema ilivyotokea hatujui kwamba imekuwa kuaje mpaka imefika hapa, kwa sababu tulikuwa tuko vizuri tu, mawasiliano yalikuwa vizuri. Home business mnajihusisha na uuzaji wa vitu gani hasa? Tunajihusisha na furniture, tunauza furniture. Okay. Pengine hasa kwa mtu ambaye anatazama sasa hivi nataka afahamu ni nini hasa ambacho kimetokea mpaka tumeshuhudia video mtandaoni, baadhi ya furniture zilizo zimetolewa nje na ugomvi ambao unaendelea, hasa kulikuwa ni nini hasa? Tupe taswira nzima. Kwanza kabisa walikuja watu wakawa wanaulizia hapa sehemu ni kwa nani.
nikatoa maelekezo kidogo kidogo, naona wamekuja watu wanasema ni mabouncer. Wakaja wakaingia ndani wakaanza kutoa vitu vyetu nje. Walivyovitoa though kuna vitu, baadhi ya vitu vimeharibika, vimechafuka. Si unajua kama mnavyoona furniture zingine zimechafuka, vitambaa ni bright, lakini ndio hivyo sasa. Chanzo ni nini hasa? Maana haiwezekani mtu from nowhere akatokea hapa. Sasa kwa namna ambavyo nyinyi mmefuatilia na kwa album mnaona ndani ya hizo siku chache, sasa kulikuwa na nini ambacho kilikuwa kinaendelea? Kwa mujibu wa kinachoendelea ni kwamba wanasema hapa pameuzwa tayari. Na bosi wangu hapa alivyokuwa amejenga, amefanya marekebisho. Unajua mtu akitaka kufanya sehemu kwake kuwe vizuri, kuvutia na nini, lazima kuna marekebisho fulani atafanya. Kwa hiyo kafanya marekebisho kama mnavyoona, palikuwa ni padogo sana. Kapaongeza, kapatengeneza pako vizuri. Sasa baada ya kumaliza wakawa wanasema inabidi aondoke hapa. Of which mkataba wake haukuwa unamruhusu yeye kuondoka. Kwa hiyo ndio hivyo, kukawa na mvutano hapa na pale. Lakini sasa kilichokuwa kinatakiwa au yani kitakiwa kuondoka hapa, hiyo ameshamaliza mkataba wake au amelipwa fedha zake kisha aondoke aende sehemu nyingine. Lakini ndio hivyo imetokea. Kulikuwa na makubaliano yote wakati wanafanya ukarabati huu, kwa maana kwamba labda kuandikishana nini? Kulikuwa na makubaliano. Makubaliano yapo na kuandikishana kupo, obviously haiwezi kukosekana. Lakini ndio hivyo imetokea. Kwa nahisi kwa upande mwingine kuna watu ambao haya mambo wanayafanya